Kwanza ilikuwa ni kuhusiana na ofisi yako imeeleza kwamba Chadema inatakiwa kujieleza ndani ya siku 13, na tumeona kwamba jana wao wameweza kurudisha barua wakieleza kwamba wamepinga hiyo barua ambayo ofisi ya chama cha msajili imeweza kuitoa. Sasa tulikuwa tukufahamu kwamba ni mambo gani hasa ambayo mlikuwa mmebaini ambayo yanaonekana kukiuka sheria ya vyama vya siasa. Labda tuliwaandikia Chadema barua, tukawapa siku zao hizo mnazoona, wametujibu. Chamna nachoweza kuambia ni kwamba wameshatujibu. Ni mapema mno kuanza kusema mambo gani tutayatoa baadaye. Sisi tuyatoi kwenye vyombo vya habari. Hata hiyo barua yenyewe tuliyoandikia nadhani hatukuja kwenye vyombo vya habari, wao ndio walileta kwenye vyombo vya habari. Majibu yao baada ya kutuletea sisi wamewatangulizia nini vyombo vya habari. Mimi ninachoweza kuambia kitu kimoja kuhusu hiyo barua ni kwamba tumeipokea jana. Baada ya hapo tuachie ofisi ifanye kazi. Sawa, lakini wapo wanadai kuwa hatua hii inaonekana kuwalenga zaidi vyama vya siasa, vyama vya upinzani kali. Unalizungumziaje hili msajili? Hakuna vyama vya upinzani au ni vyama vya siasa vyenye usajili wa kudumu. Hii barua inalenga kutoa onyo la kisheria pekee au kuna uwezekano wa kufikia hatua ya kusimamisha chama kama hakitaridhisha maelezo na ikionyesha sasa hivi kwamba hawaonyeshi kabisa kwamba wanakubaliana na hizo kasoro ambazo wamezionyesha, ambazo zimeonyeshwa kwenye hiyo barua ambayo msajili umewatumia? Ndugu mwandishi, ndio nilikuwa nakwambia barua yao tumeipata jana. Yaani kuanzia leo ndio tunaifanyia kazi. Tutakapofika wakati tukawajibu, ndio mtajua hatua ambayo tutachukua. Kama unavyosema ni kweli, hiyo barua tumeandika kwa mujibu wa kupata sheria inayotuongoza. Wamefikisha kujibu kwenye vyombo vya habari wakidai kwamba kauli zao wanazozitoa ziko kwenye haki. Tutaona sasa, tutakuja tuelezane. Sio umeshatuandikia hiyo barua? Tutaifanyia kazi na nyinyi mtatusikia tutakachowaambia. Vipi kuhusiana na wadau mbalimbali kama mawakili ambao wanatoa kauli na baadhi ya vyama vingine tukiachana na Chadema wanazungumza kwamba ofisi ya msajili haitendi haki? Mimi binafsi najua tunatenda haki. Na kikubwa wanachosema mpaka kinawachanganya nyinyi akili kwamba tunaandikia wao, wengine tuandiki si kweli. Waulizeni hata sisi hao. Na wenyewe tunaandikia. Kinachonichekesha ni kwamba wana taarifa, wanatupa taarifa ya vitu ambavyo vile tumeshachukulia hatua. Tofauti kati ya CCM labda na Chadema ni kwamba Chadema wanakimbia kuwaletea barua tunazoandikia. CCM hawaletei hizo barua, lakini mngewafuata na wenyewe wangeonyesha barua tunazoandikia. Sasa hebu geuzeni mawazo yenu. Hii nchi inafuata utawala wa kisheria, sawa? Ninyi mnataka tusifuate sheria tulionayo. Sasa wengine wanasema sheria hiyo ina matatizo sasa kuna taratibu za kurekebisha sheria zenye matatizo. Umenielewa? Na sisi tutaendelea kuitumia sheria hiyo mpaka tutakapofikia hatua kuibadilisha. Na wadau wenyewe wanaolalamika ndio wadau wanaotakiwa kusaidia katika kubadilisha sheria. Lakini ile barua yako msajili imetaja kuhusiana swala la maandamano. Kwani maandamano ni kinyume cha sheria? Sasa inategemea. Kwanza sheria inayosimamia maandamano inasimamiwa na polisi. Umenielewa? Na ndio maana kuna maandamano halali ambayo yamefuata taratibu zote za kisheria, lakini kuna maandamano haramu ambayo yamekiuka taratibu za kisheria. Sasa wakati mwingine inategemea tunaangalia maandamano yepi ili tuangalie mazingira yaliyofanyika maandamano, je, yalikuwa halali au sio halali. Sawa, kumekuwa kuna matamko ndani ya Chama cha Mapinduzi na kuna moja ya kauli ambayo imeweza kubeba uzito sana, watu wakizungumzia na kuijadili kwamba akipewa dakika moja tu ataifutilia mbali Chadema. Sasa hii kauli iko vipi kama msajili wa vyama vya siasa? Sisi tatizo ni kwamba tukibiri kwenye vyombo vya habari. Lakini siku ukienda wewe ukawauliza CCM na labda ni jana au juzi ukaikuta barua ya msajili, utasemaje? Utarudi kwenye vyombo vya habari kwambia jamani mniwie radhi, nilimhoji msajili kumbe walishaandika hiyo barua. Kuna zile kauli kibinadamu tu kwamba msajili afukuzwe, msajili aondolewe kwenye nafasi ya fai. Wewe kama msajili unazichukuliaje kauli hiyo? Sasa ni mawazo ya Zitto Kabwe. Mwambieni Zitto Kabwe aje ofisi ya msajili apewe ufafanuzi wa madukuduku aliyonayo. Kwa hiyo msimchukulie kama ndio authority. Zitto anaweza kawa nayo kwa wapi, ndio maana amemsukuma asema alichosema. Sasa mwambie, je, kwa msajili umeshaenda kuwasilisha hayo maoni yako? Kila kitu kinachofanywa na binadamu kinakuwa na malengo yake.
Umenielewa? Nyie mmeshakaa chini kujiuliza Zitto alikuwa na malengo gani kwa kusema aliyosema? Kitu gani kimemsukuma aseme aliyosema? Alafu inakuwaje mnamuonea msajili? Mmemsikia Zitto alafu mnamhukumu msajili na maswali kabla ya kumuona msajili. Mimi nawasihi wa Tanzania wawe na imani na vyombo vyao na wapunguze taharuki, kwa sababu kuna watu wamejengwa kuzua taharuki. Umenielewa? Leo na mkae mkijua kwamba hao wanaoongea ni binadamu na mnaowasema ni binadamu. Yaani naona takiwa ukae ukifikiria kwamba je, kama wanamsingizia msajili, lakini tayari mmeshakuza maneno, mmeshasema vitu ambavyo mjampa nafasi msajili kufafanua. Umenielewa? Sasa sisi hatutumii vyombo vya habari. Sisi tunatumia kanuni na taratibu za kisheria na tunawahusisha wanaohusika. Sasa hatukimbilii kwenye vyombo vya habari kueleza tumemwandikia Chadema barua, tumemwandikia CCM barua. Hapana. Sisi wote tunawaandikia barua, wao ndio wanaprefer kutujibu kwanza na au kuwajibu nyinyi waandishi wa habari, alafu ndio mnakuja kwetu. Watu wote tunaipenda amani. Hata wao wanaozua taharuki hawajajua madhara ya kutokuwa na amani. Ni binadamu, tunapokosea ndio maana sheria zina taratibu zake. Kama msajili kuna kitu amefanya amekosea, au wanaokimbilia kuanza maandamano, wanaokimbilia kuandika kwenye vyombo, wanajua taratibu sahihi za kufanya. Hivi msajili akikosea hapa, taratibu sahihi ni hivi, wasifuate hizo taratibu. Lakini mnapokimbia mahakamani mkazua taharuki, hata watu wanasema msajili anatishia kuikuta Chadema. Hiyo barua msome wazi, watu wasikie neno hadi neno. Endelea kuifuatilia YouTube channel yetu Jembe FM TZ. Subscribe, comment, like and share.